السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Ikiwa ni mwanzo na darasa la mwanzo katika ilmu ya arudh, elimu inashughulika na mashairi ya Kiarabu, ambayo kwamba tutakuwa na kitabu cha Al-Qutufu Ad-Daniya fi Al-Arudh Wal-Qafiya, cha kitabu hichi ambayo kwamba ni mashuhuri katika elimu kama hii. Bimashiatillah, moja kwa moja tutaanza na mukaddima kufahamu elimu hii ya arudh, kwa nini itwa jina hili, faida za kuisoma, nani aliiweka elimu kama hii, na masaili mengine insha Allah. Ndio musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain kaanza kitambia al-arudh fi istilahi huwa ilmun yu'rafu bihi sahihu awzani shi'ri al-arabiy min fasidiha wa ma yadkhuluha min zihafin aw illatin. Arudh katika moja ya definitions ama maana zake ni elimu ambayo kwamba yu'rafu bihi, kupitia elimu kama hii yu'rafu bihi sahihu auzani shi'ri, tutafahamu auzani za shairi ambazo kwamba ni sahihi, ambazo kwamba ni salima. Min fasidiha, tutaweza kuzipambanua na zile ambazo kwamba ni si salim, ambazo kwamba zimeharibika. Wama yadkhuluha min zihafin au illatin, na tutafahamu masala ya zihafu ambayo kwamba tutakuja kuelezewa katika darasa zake mustaqilla huko mbele insha Allah, na masala ya illa. Na musannif rahimahullah ta'ala naona hakutuwekea arudhu kilugha, lakini arudhu kilugha lahu iddatu maana, ina maana nyingi. Moja katika maana zake ni ismu min asma'i Makkah, moja katika majina ya Makkah ni arudh. Lakini pia arudh ni moja katika majina ya labda kitu kikio kimetukia katika barabara, kama ni mbawa, mfano kama huo. Arudh kilugha ufasiri kama njia katika milima, na mfano ina maani takriban zaidi ya moja. Kwa hiyo lakini sisi umuhimu tunachokihitaji ni ile maana ya kiistilah. Ndio tuliambiwa kwamba ni elimu ambayo kwamba kupitia hii elimu tunafahamu mizani sahihi za mashairi ya Kiarabu, kwa sababu ni mashairi yaliyowekwa katika auzani maalumu, ambao zile auzani ndio hutumika kufahamu yale mashairi yako katika bahari gani. Sababu tasmia, kwa nini elimu kama hii likapewa jina la arudh? Kuna aqwali nyingi, lakini musannifu akatwambia asahhu maqila fi sababi tasmiyati hadha al-ilm bil arudh qawlan. Kauli mbili ndo zenye usahihi zaidi. Moja ya kauli hizo, anna kalimat al-arudh ismun lima yu'radu alayhi shay. Moja wapo ni arudh ni jina la kitu ambacho kwamba hutukia katika kitu. Fanuqila ila hadha al-ilm, kwa kuwa kitu kinatukia, basi ile arudh ikapelekwa katika elimu kama hii. Kwa sababu gani? Lianna shi'ra, kwa sababu yale mashairi ya Kiarabu yu'radu alayhi, yani hutukia, yani huwa yenye kutukia ama yenye kutokea. Fama wafaqa ususahu wa qawaidahu, sasa yale mashairi yatakayokuja na kutukia yakawa yameafikiana na asasi na kaida na kanuni za mashairi ama za zile auzani zilizowekwa na maulama, fahuwa sahihun, itakuwa ni mashairi yaliyokuwa sahihi. Wama khalafaha fahuwa fasid, lakini zile ambazo kwamba zitakuwa ziko kinyume, basi itakuwa ni fasid.
Lakini kauli nyingine anatuambia anna hadha alilma wudhi'a fi Makkah almukarrama, kwamba hii elimu iliwekwa na mwanachuoni akiwa katika mji wa Makka. Kwa hiyo akachukua jina kama lile, kama tulivyoashiriana kwamba moja katika majina ya Makka ni Makka, ndo anatuambia min asma'iha, na moja ya majina ya Makka al-Arudh, ni Arudh. Fasumia biismiha, akaliita jina kama hili, akalipa hii elimu jina la Arudh tabarrukan, ili kwa ajili ya kupata baraka na jina wa tayammunan. Na hii ni fali ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha pia maswahaba zake kwamba mtakapowaita wale watoto wenu pia muwaite majina mazuri. Unamuita mtoto jina zuri inakuwa ni fali kwake, inakuwa ni bishara kwake. Unamuita mtoto jina baya inakuwa ni sababu ya ile jina kukosa baraka ama kupata yale majambo ambayo kwamba yanatokana na lile jina. Mtoto unamuita shida, na kweli anakuja kuwa na shida na mfano kama huo. Kwa hiyo naye akataka kutabaruku na jina kama hili la Makka, akaiita elimu kama hii. Atuambia maudhuuhu, sasa kinachosomeshwa ama tunachosoma katika maudhui ya ilmu kama hii ni nini? Anasema maudhu ilmi al-arudhi huwa shairi al-arabia, tunadili hapa na mashairi ya Kiarabu. Wa min haythu huwa mawzun, kwa namna ya kupimwa, yanavyopimwa, biauzani mahsusa, kwa auzani ambazo kwamba tutajifunza zote, kwamba shairi linapokuja basi unataka kulifahamu, basi kuna mizani yake ya kuipima ili kujua ni sahihi ama ni fasid. Lakini nani aliyeka hii elimu? Anatuambia wadhi'uhu al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi al-Azdi al-Basri. Huyo ndo mwanachuoni wa kwanza aliyeiweka elimu kama hii, al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, ambaye kwamba amezaliwa mwaka wa 100 Hijria, walimutawaffa sanata, akafa mwaka wa gani? 175, akafa mwaka wa 175. Anasema ibtakarahu duna munaza'an lahu, yani yeye ndo ameileta hii elimu pasipokuwa na mjadala wote. Yani kwa sababu utaweza kukuta elimu zingine kuna ikhtilafu nani ameanzisha, ama kuna watu takriban wawili, lakini katika hii elimu alikuwa faridun, yani alikuwa peke yake ndo aliyegundua elimu kama hii. Anasema faqad wajada an tariq al-istiqra' al-ash'ar al-arabi, amejua vipi elimu? Kwa kupitia mashairi ya Kiarabu. Amesoma sana yale mashairi ya Kiarabu allati ta'addadat naghamatuha, ambao nagma zake zile zimetofautiana, ziko sampuli. Asema anna buhura shi'r al-arabi 15 bahran. Kwa hiyo aliposoma akazihesabu zile buhuri katika yale mashairi ya Kiarabu aliyosoma, akaja kugundua kwamba mashairi ya Kiarabu yana bahari 15. Faqama bidhabt qawaidiha, basi akaweka kanuni na kawaidi za elimu kama hiyo ya kujua zile mashairi. Wa ihkami usuliha wasamaha al-arud, na akaweka hukumu za asli ya elimu kama hii, ndo akaipa jina la al-arud. Huyu ndo mwekaji wa ilmu kama hii rahimahullahu ta'ala. Asema thumma jaa al-akhfashu, lakini baada yake kuna alimu mwingine akaja, jina lake likifahamika kama al-Akhfash al-Awsat, ambaye ni Sa'id ibn Mas'ad al-Baghli, ambaye kwamba alikuja mwanachuoni kama huyu ambaye kwamba amekufa mwaka 215, ambaye alikuja akazidisha bahari moja, na yeye aliposoma akaona kuna bahari nyingine ambayo kwamba Ibn Ahmad al-Farahidi hakuiweka, akaiweka bahari kama hii ambayo kwamba ni al-Mutadarak. Fabalaghat al-buhura 16 bahran, kwa hiyo kwamba kiujumla sasa ikawa bahari za mashairi zikapatikana zikawa ni 16. Kwa hiyo Ahmad ibn al-Khalil alika 15, al-Akhfash al-Awsat akaja kuongeza mmoja, zikawa bahari ziko 16. Asema fawaid dirasati, ni yapi matunda na tija ya kuisoma ilmu kama hii? Anasema ahamu fawaid dirasatika li hadha al-ilmu ma yati, kwanza kuna faida ambazo kwamba ni muhimu. La kwanza, tajdimu man ladaihi mawhibatu shi'ri al-khata fi anshaihi, itamuepusha yule mwenye hiba, mwenye kipaji, mwenye mapenzi ya mashairi kutukia katika makosa pale anapokuwa ni mwenye kuanza katika elimu kama hii. Limaarifatihi ma yajuzu dukhulahu fihi mimma la yajuzu, atajua kile kinachofaa
kuingia katika mashairi na ambacho kwamba hakifai kuingia. Huwezi ukajua mashairi isipokuwa katika kusoma elimu kama hii. Lakini faida nyingine, maarifatul baiti shi'ri sahihi alwazni wa fasidihi, utafahamu baiti katika usahihi wake na zile ambazo kwamba si sahihi, ambazo ni mbovu. Kwa ndio maana tukapewa mizani ya kupima mashairi. Lakini pia vile vile tamyizu shira min an-nathri alladhi yahmalu ba'd samati ash-shi'ri, tutaweza kutofautisha baina ya mashairi na nathri. Nathri ni yale mazungumzo yetu ya kawaida. Utaweza vipi kutofautisha kupitia elimu hii? Kwa sababu maneno yetu mengine huwa yanapita katika samati ama zile nahma za mashairi, wa kuongea maneno ya Kiarabu yanapita katika wazni wa kimashairi. Sasa kupitia elimu kama hii waweza kutambua kwamba hili ni shairi na haya mengine ni nathri, maneno ya kawaida. Lakini mingine ya mwisho na muhimu, maarifatu anna al-Qur'an al-Karima wal hadith ash-sharifa laysa min ash-shi'ri fi shay, kwamba Qur'an al-Karim na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si katika mashairi. Kwa sababu gani? Kwa sababu al-Qur'an al-Karim na hadithi ahyana zinakuja katika auzani za kishairi, lakini kutokamana haikukusudiwa ni mashairi, basi tunatoa kwamba al-Qur'ani na hadithi hata kama zitapita katika auzani, atatupa mfano baadhi ya ayati zimepita katika wazni za kimashairi na hadithi, lakini hatuwezi kuita ni mashairi. Anasema wa anna ma warada minhuma, na vyote vilivyopokelewa ala nidhami shi'ri, kwa vimepita katika nadhmi ya mashairi, min haythu alwazni la yuhkamu alayhi bikunihi shi'ran, imepita katika mizani ya mashairi lakini hatuipi hukumu kwamba ni mashairi. Asema li'adami alqasdi wan niyya, kwa sababu gani hatuihukumi? Kwa sababu imekosekana qasdi na nia ya kuwa yale ni mashairi. Asema lianna shi'ra, kwa sababu gani? Kwa sababu mashairi wal kalamu al mawzun al muqaffa qasdan bi awzanin arabiyya, kwa sababu mashairi ni kitu gani? Ni maneno ambayo kwamba yamepimwa, yana wazni al muqaffa, yana qafia, yana mwishilio kule qasdan, lakini pia yamewekwa kwa kusudio, bi awzanin arabiyya, kwa awzani mahsusi za Kiarabu. Asema min amthilati ma warada minhuma ala wazni shi'ri, moja katika ayati ama hadithi zilizokuja katika auzani za kishairi, kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anasema fa innahu jaa ala wazni ar-ramli al-musabbah. Sasa ukija kupima aya kama hii imepita katika wazni wa bahari ambao kwamba inaitwa ar-ramli. Ukipima maneno kama haya al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala, utakuja kugundua kwamba yamepita katika bahari moja inaitwa ar-ramli. Ar-ramli anatuambia ramlul abhur yarwi thiqat fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun. Ukipima haya kama yote unaona imepita katika wazni wa fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun, lakini hatuiti ni mashairi. Ama kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu maulana wala maula lakum, fa innahu jaa ala wazni ar-rajaz. Ama maneno kama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamepita katika bahari inaitwa Rajaz, ambao kwamba ni mustaf'il mara tatu, fi abhur al-arjaz bahrun yashulu mustaf'ilun. Kwa natuambia hii ni bahrun ar-rajazi al-mashtur, lakini hatuihukumu kwamba ni mashairi kwa sababu imekosekana nia na pia ni qasd, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishamwambia kwamba yeye hawezi kuwa ni mwenye kuyatoa mashairi. wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu. Kwa hiyo Al-Qur'anul Karim na hadithi hata zikija katika wazni wa kishairi hatuwezi kuyaita ni mashairi kutokana na kukosekana ile al-qasd. Kwa maana msanifu rahimahullah ta'ala moja kwa moja akatupeleka katika arkanu shairi. Ili tuweze kufahamu mashairi lazima kuwe kuna zile nguzo na rukuni zake. Anasema la yusamma al-kalam al-bashari shi'ran illa idha ijtama'at fihi arba'atu arkan. Hatuwezi tukaita maneno ya bwanadamu ya kawaida ni mashairi isipokuwa yatakapokuwa imekusanyikana ama yameambatana na vitu vinne muhimu.
Kwanza, arruknul awwal maji'u maanihi fi suwarin alkhayaliyatin tuthiru alqari'u wassami. Kwanza yule mwenye kuzungumza lazima aje na maana ambayo kwamba ni ya suwar, ni ya khayali, ya imagination, ambayo itamfanya yule mwenye kusikiliza ama mwenye kusoma ya muathiri, kwa sababu washairi huwa wana uslubu unaitwa uslubul adabiyya. Namna mshairi anavyozungumza, namna mtu mwingine anavyozungumza ni tofauti. Kwa mfano haraka haraka, utakapomuuliza daktari sababu ya homa nini, atakwambia homa ni kwa sababu ya harara ama joto la mwili kupanda katika mwili na mfano kama huo. Lakini vile vile hapo hapo katika sababu kama hiyo, utakapomfuata mwanamshairi ukamuuliza homa ni nini, ataweza kukupa khayali katika kichwa chake, kama Al-Mutanabbi alipoelezea homa kwamba ni binti anamjia usiku, kwa sababu ile homa huwa inakuja usiku. Sasa akamfananisha kama na binti ama kijana wa kike anakuja usiku, mchana anaondoka. Badhartu laha al-matarifa wal, kama ilivyokuja katika zile abiyati na mfano. Kwa hiyo kunakuwa na khayali na suwar, imagination zile inamwathiri yule mwenye kusoma na yule mwenye kusikiliza. Lakini rukni ya pili anatuambia atanasu baina al-lafdhi wal maana, lazima kuna munasaba, kufungamana kwa lile neno utakalolitoa pamoja na maana unayokusudia. Bi ayakuna al-lafdha raqiqan fi mawdhi'i ar-riqqati, yale maneno neno utakalolitumia ikiwa unakusudia katika sehemu ya upole, basi na lenyewe neno liwe lepesi, na pale maana yako utakapokuwa unataka kuwa ni ya nguvu, na lazima ile neno utakalotumia liwe na nguvu. Utaona washairi walipokuwa kizungumzia vita, basi utaona wanatumia maneno magumu magumu na mfano kama huo. Ama walipokuwa kizungumza na vijakazi wao, basi utaona maneno yao ama zile wazni wanazotumia ni rahisi. Mmoja pia anasema rababa turabbatul baiti laha ashru dadajati, yani utaona zile alfadhi, zile auzani zinazokuja ni rahisi kwa sababu ya sehemu mtu anazungumza. Ukirudi katika masala ya balagha, utaona katika uslubu leo wa wale wana adabu ama wana wenye mashairi yao wakienda na uslubu kama huu. Atuambia ruknu thalith alwazni walqafia, lazima mashairi yawe na wazni na yawe na qafia. Qafia ni yale maishilio ya neno, neno lako linavyoishilia ndo qafia. Pia tutasoma huku mwisho qafia yake, mwishilio wa beti lako lazima iendane na mengine na mfano kama huo. Anasema fama wafaqa auzan al-arab fa huwa shi'r, itakayoendana na auzani za Kiarabu, zile auzani za mashairi ya Kiarabu, basi tutaita ni shairi. Wa ma kharaja alaiha la yusamma sha'r, ikiwa maneno yako umealeta japokuwa unatuambia ni mashairi, lakini tukiyapima hayapo katika mizani ya kimashairi ambazo kwamba ni bahari 16, basi tunakwambia si shairi. Kisha rukuni ya mwisho ambayo ni ya muhimu ni alqasd wal irada, lazima yule mwenye kutoa au ni mwenye kukusudia kwamba mimi ninatoa mashairi, awe anakusudia kwamba mimi natoa ni mashairi, na iwe ni irada yake ndio hiyo. Kwa sababu kama tulivyoashiria, ikiwa mtu ataweza kaongea maneno yake yanaendana na auzani za kishairi, lakini ikiwa hajakusudia, basi atuhesabu kwamba yale ni mashairi. Insha Allah naktafi bihadha alqadri. Kwa darasa linalokuja tutaanza kuangalia taf'ilati zinavyotengenezwa na kupata zile auzani. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.